وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada kumshukuru Allah jalla fi'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko katika mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam asema shahrun turfau fihi al-a'mali ila rabbil alamin, mwezi ambao amali za waja zinarufaishwa kwake. Nishaeleza katika mihadhara iliyopita ya kwamba mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao matendo yetu tuliyofanya kwa muda wa mwaka mzima ripoti yake inapandishwa katika mwezi wa Shaaban. Nasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, na mimi napenda amali zangu zirufaishwe nikiwa nimefunga. Lakini haiishi ya kwamba amali za waja zanyanyuliwa mwezi wa Shaaban. Hii ni ripoti ya mwaka, lakini kuna ripoti ya wiki. Kila wiki ripoti zetu zinapandishwa kwa Allah katika siku ya Alhamis na siku ya Jumatatu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake katika masiku hayo, isipokuwa yule mtu ambaye ni mshirikina, ndiye ambaye hatopata nafasi ya msamaha huo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio yeye peke yake, mtu wa pili, illa rajulun bainahu wa baina akhihi shahna, mtu ambaye kwamba kati yake na ndugu yake wana ugomvi, wana hikdi, hawasalimiani. Hawa Allah atawaambia urku ay utruku hatta yastaliha, waacheni hawa mpaka pale watakapokuwa wamepatana. Kwa hiyo amali zao hazirufaishi kwa sababu wana ugomvi. Ugomvi huo umepelekea mpaka hawasalimiani, kwa hivyo inakuwa ni kizuizi cha amali zao kutorufaishwa ila rabbil alamin. Lakini ripoti zetu pia zinapandishwa kwa kila siku mara mbili. Katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari wa Muslim, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yataaqabuna fikum malaikatu bil-layli wa malaikatu bin-nahar, wapeana shifti malaika wa mchana na malaika wa usiku. Wayajtami'una fi salati al-fajr, fi salati al-asr wa salati al-fajr, na wote wanakusanyika katika muda wa sala ya al-asr na sala ya al-fajr. Kwa maana wale ambao wanaoingia shifti ya usiku muda wa al-asri wanakuwa wameshawasili, na wale waliokuwepo shifti ya mchana watakuwa tokea alfajiri wapo mpaka muda wa al-asri wapo. Jua linapozama, basi wanaondoka wanapeleka ripoti kwa Allah, kwa maana kama muda huu
washapeleka ripoti kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya haya tuliyoyafanya katika mchana huu. Na hawa wanaoingia usiku wataendelea kuwepo usiku mpaka itakapofika muda wa salatul fajri. Wanakuja malaika wengine wanaoingia shifti ya mchana, na wote watakuwa pamoja katika muda wa alfajri mpaka pale jua linachomoza. Wanaondoka, wanapeleka ripoti kwa Allah. Allah anawauliza, kaifa taraktum ibadi, mmewaacha vipi waja wangu? Wataeleza yale waliotukuta nayo. Atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun, tumefika tunawakuta wanaswali, tumewacha wanaswali. Kama wametukuta tunacheza bao au tuko kwenye mambo ya haramu, basi hiyo ndio ripoti itakayopelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Mama Aisha radhiyallahu anha asema hajawahi kumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amefunga sana katika miezi miongoni mwa miezi ukiondosha Ramadhan, illa Shaaban, isipokuwa katika mwezi huu alifunga sana, illa qalila, isipokuwa kidogo. Kwa maana alifunga kama siku 26 27, kama bakisha siku kama 1-2. Hii Mtume sallam alipenda kufunga. Na kwa nini hakumaliza? Yako makatazo ya Mtume sallam, anasema la tuqaddimu Ramadhan bisiyami yaumin au yawmain, sitangulize Ramadhani kufunga siku 1 au 2, kwamba nafunga kuikaribisha Ramadhani kwa siku 1 kabla au siku 1 au siku 2 kabla, isipokuwa mtu ambaye alikuwa na utaratibu wa kufunga na siku hiyo ikawa imedondokea aidha katika siku yake ya Alhamisi au Jumatatu, au ikadondokea katika masiku kama alikuwa anafunga sunna ya Nabii Daud, huyo ataendelea kufunga. Lakini ulikuwa hufungi, unaisubiria uikaribishe Ramadhani kwa kufunga kabla ya siku hiyo kwa siku 1 au 2, kuna makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo moja. Jambo la pili ambalo lapaswa tujiulize, je, yafaa kufunga mwezi wa Shaaban baada ya kufika nusu ya Shaaban? Kwani ipo hadithi inayosema itakapofika nusu ya Shaaban basi msifunge. Hii ikoje? Taeleza kama wanawachuoni walivyochambua jambo hili baada ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Faqad ruwiya 'ani nabiy sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa toka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu naha an sawmi ba'da muntasif shahr Shaaban, kwamba amekataza kufunga baada ya kufika nusu ya Shaaban. Faqad akhrajahu 5, wameipokea hadithi hii wale wapokezi 5 kutoka kwenye hadithi ya Al-Ala an ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha intasafa Shaaban, itakapofika nusu ya Shaaban, fala tasumu, usifunge. Hii ikoje? Wanachuoni wanasema nini juu ya hili? Wakad ikhtalafa alfuqaha fi hukmi as-sawmi ba'da muntasfi shahr Shaaban, wamekhtalifiana wanawachuoni katika hukumu ya kufunga baada ya kufika nusu ya Shaaban, binaun ala ikhtilafihim, katika kuangalia kujengeka na ikhtilafu zao
fi hukmi hadha alhadithi wal amal bi, na kuifanyia kazi ala qaulain mashhurain, wamegawanyika katika makundi mawili mashuhuri. Dhahaba Shafi'iyya, wamepita na hukumu hii Shafi'iyya, wafuasi wa Imam Shafi'i, ila karahati sawm, juu ya ukaraha wa kufunga, akhidhan bin nahyi alwarid, kwa kutegemea mapokezi haya yaliyopokelewa. Wa minhum man harrama dhalika, wapo walioharamisha kabisa. Wa huwa qawlu shadhun, na hii ni qawl shadh ambayo imejitenga kabisa. Ishtahara an Ibn Hazm al-Zahiri, ambayo hii ni katika madhhabu ya Ibn Hazm al-Zahiri. Wao wamepita kama ni haram mutlaqan, wao wanapita kwa zile kauli za Dhahiria, basi wana hukumu hivyo. Kauli ya pili, dhahaba jamhur ahlul ilm, wamepita na hukumu hii wengi katika wenye ilmu, ila jawazi dhalika, juu ya kwamba inajuzu, wa adamu karahati, na kwamba si karaha, liadami sihhati alkhabar indahum, kwa sababu kwao hawajapata hadithi iliyokuwa sahihi inayokataza. Wasahihi, iliyokuwa sahihi, anna sawma al-insan ba'da muntasf shahr Sha'ban, kwamba kufunga mwezi wa Shaabani baada ya kufikia nusu, jaizun mutlaqan, ni jaiz mutlaqan, la karaha fihi, haina mkaraha. Wa dhalika lilwujuhi alati, hii ni kwa sababu ya hoja zifuatazo. Awalan, anna hadha alhadithi la yasihu min jihati alisnad, hadithi haiswihi au haijaswihi kwa upande wa isnadi yake, chain ile ya wapokezi wake haijaswihi. Wa illatu, na ila yake, tafarrada al-Ala, amepwekeka Ala an abihi katika hadithi hii. Wa qad nabaha al-a'immatu an-niqad, hakika wametanabahisha wanawachuoni wale wa hadithi, na kama ambavyo ameeleza Ahmad wal-Nasai wal-Khalil wa ghayruhum. Wa qala al-Hafidh Ibn Rajab fi at-Taif, anasema watakallama fihi man huwa akbar min haulai, hakika wamezungumza waliokuwa wakubwa wa ilmu kuliko hao waliokuwa wanasema ni sahihi, wa a'lam, na waliokuwa wana elimu zaidi. Waqalu, na wakasema, huwa hadithun munkar, kwamba ni hadithi munkar. Minhum Abdurrahman ibn Mahdi, miongoni mwa hao waliosema ni Abdurrahman bin Mahdi, kadhalika Imam Ahmad bin Hanbal, kadhalika Abu Zar'a, kadhalika al-Athram. Waqala al-Imam Ahmad lam yarwi al-Ala ankar min, Imam Ahmad anasema Ala hajawahi pata kupokea hadithi iliyokuwa mbaya zaidi, munkar, kuliko hii. Waradahu bihadithi, na kamradi kwa hadithi ya kwamba la tukadimu Ramadhan, msitangulie Qur'ani bisomi yaumin au yaumain. Kwa hiyo mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam asema msitangulie Ramadhani kwa siku moja au mbili, kuonyesha ilikuwa inajuzu masiku mengineyo yasiyokuwa hayo siku moja au mbili. Thaniyan, ya pili hoja, anna fi matnihi nakara, kwenye matini yake yenyewe kuna nakara, kuna jambo si zuri. Wa mukhalafatu li hadithi Abi Hurairah, ambayo linaokhalifu hadithi ya Abu Hurairah ambayo inapatikana katika sahihi mbili, ani Nabii sallallahu qala la tuqaddimu Ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmain
usitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili, illa rajulun, isipokuwa mtu kana yasumu sauman falyasum, ambaye alikuwa na tabia ya kufunga funga, basi huyo aendelee kufunga. Famantuqu alhadithi yadullu ala nahi, kilichozungumzwa kwenye hadithi inajulisha juu ya ukatazwaji an saumin, kufunga siku kabla ya Ramadhani kwa siku mbili, siku moja au mbili, illa man kanat lahu ada, isipokuwa yule aliyekuwa na ada katika kufunga, basi huyo anaweza kuendelea. Sasa ile hadithi inayokataza inakataza mutlaqan kwamba baada ya nusu ya Shaabani msifunge. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba inapingana na hadithi iliyokuwa sahihi zaidi inaeleza. Lakini pia thalithan, qalat Aisha, amesema mama Aisha radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sijawahi kumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyam shahr illa Ramadhan, akiwa amemaliza kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Wama raaitu aktharu siyaman min, na sijawahi kumwona mwezi aliyofunga sana fi Shaabani isipokuwa katika mwezi wa Shaabani. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokea Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakuwa Mtume sallallahu yasumu fi shahr, hajawahi Mtume sallallahu kufunga katika miezi kama vile alivyokuwa anafunga kwenye mwezi wa Shaabani. Kana yasumu illa qalila, alikuwa akifunga mwezi mzima isipokuwa kidogo. Bal kana yasumu kulla, bali alikuwa akifunga yote. Wa dhahiru hadha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yasumu min jami'i ash-shahr, alikuwa akifunga miezi yote hii ya Shaabani, sawa kana fi awali wa akhiri, sasa hiyo ni mwanzo wake au mwisho wake. Wala yakun yufarriqu baina nisfi al-awwal au nisfi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa anatofautisha kati ya nusu ya kwanza au nusu ya pili katika hukumu. Wa hadha, kutokana na hoja hizi, yudhif hadith al-Ala, inadhoofisha hadithi ya Ala, wa yuqi matni, na inaifanya ile matini yake iwe na matatizo. Rabi'an, hoja ya nne, mimma qad yashhadu lihadha anna laylata nisfi min Sha'ban laysa laha fadlun khas, kwamba usiku ule wa Sha'ban hauna fadhila khaswa ambazo zinafanya kwamba iwe ni kwamba lazima kwamba watu wafanye ibada maalum katika masiku yale, wala haikufarikishwa kati ya mwezi huu na miezi mingine. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa wanawachuoni walipopitia juu ya hukumu ya jambo hili. Kwa hivyo katika hadithi hii fihi man sahaha, wako baadhi ya wanawachuoni wameisahihisha hadithi hii, wa fihi man dhaafa, na wapo walioidhoofisha na wakaona ni hadithu munkar. Almuhim, ikiwa mtu ni mwenye kuhitaji kufunga, basi anaweza kufunga, alezi ikiwa yeye hadithi hii ameona kwake ni yenye nguvu, ni sahihi, basi hapo atakuwa ni mwenye kuacha. Lakini hadithi yenyewe wa baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha hadithi hii kutokana na yale yaliyokuwepo katika hadithi hii. Hili ni jambo moja. Jambo la pili, ipo hadithi nyingine ambayo inayoeleza ya kwamba katika usiku wa laila wa usiku wa nisfu Shaaban, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika wingu huu wa dunia, anamsamehe kila mwenye
madhambi amsamehe isipokuwa yule mshirikina au yule mtu ambaye ana ugomvi na mwenzake. Pia hadithi hii wako waliona ni hadithu hasan kama Imam Albani, na inapoambiwa ni hadithun hasan ni kwa maana hadithi hii imepokewa katika turku, katika njia mapokezi mbalimbali. Mapokezi hayo yenyewe yalikuwa na ila na udhaifu, lakini kwa vile yamekuwa mengi, basi yashudu baadhi baadha, yanaupa nguvu sehemu nyingine kwa sehemu nyingine, basi inapanda cheo, inakuwa ni hadithun hasan. Lakini wanawazuoni katika hili wanalieleza kama ifuatavyo. Pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yutalli'u fi lailati nisfi min Sha'ban, kwamba achomoza kwenye usiku wa Sha'ban, fayaghfiru li jamii khalqi, anasamehe viumbe wote, ila al-mushrik au mushahid, isipokuwa mshirikina au mwenye ugomvi na mwenzake. Rawahu Ibn Majah, ameipokea Ibn Majah, wa hasanahu Albani, na Imam Albani akaona ni hadithun hasan fi silsilati as-sahiha. Lakini hadithi hii baadhi ya wanawazuoni wanaeleza kama ifuatavyo. Wanasema hadithi hii ni hadithi dhaif, wa huwa dhamma hadithu muhaqiqatu fi ba'd tahqiqihi ala kutubi sunna. Anaielezea miongoni mwa ila zake, anasema alladhi adinu Allah ta'ala bi anna hadha alhadith dhaif, katika ile ambayo ninaitekeleza dini yangu ninaona ni sahihi ni kwamba hadithi ni dhaifu. Wa kathratu turukihi, pamoja na kwamba imepokelewa kwenye mapokezi mengi, la takhlu min dhafin, haijaepukana na udhaifu, wala yashudu ba'dhu ba'dha, wala haiwezi kwamba kwa vile ni dhaifu kwamba eti zitapeana nguvu ziwe ni hadithun hasan kama alivyosema al-Allama Albani. Wakad urida min turki shamia wa kufia wa madania wa misria, imepokelewa katika wapokezi wa Sham, Syria, Kufa, Iraki, Madina na Misria. Walaisa lahu isnadun qaim, na hakuna mapokezi yenye nguvu, illa ma urida min hadithi Muadh bin Jabal wa fi inqita'u dhahir, isipokuwa yale yaliyopokewa kwa Muadh, nayo imekatika sanadi yake. Lam yujbiruhu ma huwa a'la minhu au yusawi, haiwezi kuunganishwa na iliyokuwa juu au inayofanana nayo, bal jalla ma dhakarahu min turukin an ayyi min as-sahaba la takhlu min dhafin, kuonyesha ya kwamba hadithi hii haijawahipo kukosa udhaifu. Walaisa lahu aslun sahihun an ayyi min as-sahaba, haina asili yoyote sahihi kutoka kwa sahaba yoyote. Al-mukaththirina alladhina rawahu min tariqi, ambao wameipokea katika mapokezi yao. Wakad haqa al-imam al-Juhayl ad-Daraqutni rahimahullah al-ikhtilaf al-waqi, ameeleza Imam Daraqutni juu ya ikhtilafu hizi. Thumma qala, kisha Imam Daraqutni akasema, wal hadithu ghayru thabitun, na hadithi si yenye kuswihi. Wakadha dha'afahu Ibn Jawzi, pia amedhoofisha Imam Ibn al-Jawzi. Ani kwa machache, kwa wako ambao wamepita na hadithi ya kwamba katika mwezi wa Shaaban usiku ule simameni usiku na mchana wake mfunge. Hizi ni miongoni mwa ahadithun dhaif ambazo watu wanazitegemea. Almuhim ni kwamba katika mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao yahitajika tufunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga sana katika mwezi huu, isipokuwa alibakisha kidogo, kwa maana siku moja au siku mbili. Kwa hivyo ni sunna kwetu sisi
tofauti na mwezi wa Rajab ambao watu wanafunga, walaisa lahu dalilun sarihun sahih, ambao hakuna dalili iliyokuwa sahihun ya wazi inayowaambia watu lazima wafunge mwezi wa Rajab, isipokuwa kama mtu atafunga masiku ambayo kwenye miezi mingine anafunga, kama siku ya Jumatatu au Alhamis, kama masiku meupe. Hii haina shida, iko wazi, na mwenye kufunga kwenye masiku yale basi thawabu zinakuwa ni nyingi. Ama mwezi huu wa Shaaban, yapaswa mtu akusudie kufunga haswa, kufunga mwezi wa Shaaban. Fadhila zake ni kubwa kwa mwenye kufunga katika masiku hayo, na Mtume SAW alipenda kufunga kwa sababu amali za waja zinapandishwa kwenye mwezi huu. Kwa hiyo na yeye alikuwa anapenda amali zake zirufaishwe hali ya kwamba amefunga. Hili ni jambo moja ambalo lilipaswa tulifahamu. Na katika nusu hii ya Shaaban kuna ibada ambazo zimezushwa. Miongoni mwa ibada hizi ni ibada ya dua maalum, kisomo maalum katika nisfu Shaaban. Ati mwezi nusu ya Shaabani ndio inapatikana qismatu rizki, watu kugawiana rizki, kwa maana kama inagawiwa riziki, basi inapendeza watu kwamba waombe katika mwezi huu wa nusu ya Shaaban, ili iwe ni sababu ya kukubaliwa dua zao, kupata riziki nzuri. Lakini je, hili ni sawa? Ni sahihi? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni Qur'ani, Suratul Dukhan, baada ya kuanza bismillahir rahmanir rahim, hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Hamim wal kitabil mubin. Allah anaapa kwa maneno haya hamim, na kukiapia kitabu ambacho al-mubin, kinachobainisha haki na batil. Anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika tumeishusha hii Qur'an katika usiku wenye cheo, wenye baraka. Inna kunna mundhirina, ika sisi ni wenye kuwaonya. Fiha, katika mwezi huo, yufraqu kullu amrin hakim, katika mwezi huo Allah anabainisha, anagawa riziki, si riziki tu, bali bajeti nzima ya mwanadamu ya mwaka utakaokuja anagawiwa. Kwa maana iwe ni riziki, iwe ni bajeti kwamba huyu atapata neema kadha, au atapata ajali, au atapata balaa kadha. Kila utakalokumbana nalo katika mwaka unaokuja, basi yote haya yanafanyika katika usiku wa Lailatul Qadri, ambalo ni tukio linapatikana katika mwezi wa Ramadhan, ndio inapatikana Lailatul Qadri. Na Allah anasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, hakika tumeshusha
makadirio. Makadirio gani? Ni makadirio ya bajeti. Bajeti zetu zinagawiwa, na katika kugawiwa, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanashuka malaika, kwa maana tokea jua linazama wanaanza kushuka malaika, wanaendelea kushuka, waruhu fiha, na katika hao malaika wanaoshuka na Jibril alayhi salatu wassalam, naye anashuka katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Na hapo ndipo bajeti zetu tunagawiwa. Kwa hivyo kama mtu ana haja na hamu ya kutaka muombe Allah ili riziki zake zikunjuliwe vema, mambo yake yamkunjulie, basi ajitahidi kufanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadr, na sio katika nisfu Shaaban. Ahadithi au maelezo yaliyokuja kwamba ati watu kwamba kuna nisfu kismatu riziki ni kwenye mwezi wa Shaaban na watu wasome visomo maalum, ni visomo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvijua, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakujua, bali ni utaratibu tuliojiwekea ambao tukaona kwamba ndio utaratibu sahihi zaidi kuliko ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mwezi uliopita misikiti mingi walikuwa na visomo vya kisa cha Mi'raj, walikaa na kuanza kuhadithiana baada ya salatul magharibi mpaka saa 2 saa 3, wakielezana juu ya kisa cha Mi'raj. Kuelezana si shida, lakini ukieleza kana kwamba tukio lilitokea mwezi wa Rajab, ni kwamba usahihi wa mambo ni kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa mwezi wa Rajab. Hata basi ingelikuwa ni hivyo na ikuwa, lakini haikuwa ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba kwamba kila ikifika mwezi 27 Rajab kwamba watu wakae wasomeane visa vya Isra wal Mi'raj. Sasa sambamba na hilo ni kama hili ambalo bado masiku machache, leo yaweza ikawa ni mwezi 3 au 4, ni kwamba ikifika nusu Shaaban utakuta baadhi ya misikiti basi wanakaa ati wanadua maalum za kismatu riziki, wanakuwa ni wenye kuomba. Haya ni mambo ambayo watu wanayazua, ma anzalallahu biha min sultan. Kwa hivyo yapasa tutanabahishane, tuyajue, tusifanye mambo kwa kufuata kumbo. Nikiangalia naona dakika zimetukimbia.